السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد، إخوة الكرام وتكفوا mnaendelea kuzifuatilia darasa zetu za fiqh, kitabu cha Safinatun Naja, na leo tunaendelea pale tulipofika jana. Tunaangalia al-awratu, na nasema katika kitabu Sheikh anasema al-awratu arba'un, tupu ziko za aina nne. Al-awratu arba'un, tupu ziko za aina nne. Yani katika fiqh zimegawiwa hizi tupu katika aina nne, makundi manne. Na tukisema utupu maana yake mtu ni vile anahesabika kuwa yuko uchi kisheria. Na hapa zaidi tunaangalia katika swala, ni wakati gani na nani kwa namna ipi anahesabika yuko uchi, na wapi mpaka wapi ajisitiri kisheria. Kwa ziko aina nne. Kwanza kuna auratur rajuli, utupu wa mwanamume, mutlaqa wa huru, mwanamume huru. Auratur rajuli, utupu wa mwanamume mutlaqa huru, yani mwanamume ambaye si mtumwa. Wakati huo ulikuwa kuna watumwa, na watumwa ilikuwa wakipatikana kwenye vita wakiuzwa kipindi hicho, kutokana na vita baina ya Waislamu na makafiri. Wakipatikana watumwa wala wanatekwa na kuwa watumwa, wanagawiwa katika kwa Waislamu. Sasa huyu ar-rajulu mutlaqa ni yule mwanamume ambaye si mtumwa, mutlaqa ni mtu huru huyu. Wal amat, na mwanamke mjakazi. Hawa wawili wametajwa pamoja. Auratul rajuli, utupu wa mwanamume huru, mutlaqa huru. Wal amat, na mwanamke mjakazi. Fi salati, katika swala. Ma baina surrati war rukbati, ni sehemu iliyo baina ya kitovu na magoti. Ma baina surrati war rukbati, ni sehemu iliyo baina ya kitovu na magoti. Hawa wawili tuliowataja, mwanamume ambaye ni huru muungwana, yani rajuli mutlaqa, mwanamume huru. Wal amat, na mwanamke mjakazi. Wawili hawa wanafanana tupu zao katika swala, yani fi salati, katika swala utupu wao ni upi? Ma baina surrati, ni sehemu iliyo baina kitovu, wa rukba, na magoti. Kwa mwanamke yule ambaye asili yake ni mtumwa, al amat, mwanamke mjakazi, ni yule mwanamke ambaye ni asili yake ni mtumwa. Wao kwenye swala wana uwezo, wanawake hawa wakajisitiri sehemu iliyo baina ya kitovu na magoti. Sehemu iliyo baina ya kitovu na magoti, maana yake hapa juu ya kitovu, na hizi sehemu inazokuja chini mpaka kwenye magoti, chini ya magoti hapa, wakajistiri hapo, wakawa na uwezo wakaswali. Ndio maana wakuta wanaume wengine, mtu anajitia shuka lake, seruni yake, anaipandisha mpaka juu ya kitovu, na ile inashuka hadi chini ya magoti kidogo, huko juu aliyakuwa tumbo liko nje, labda kitovu ndo kafunika, akaweza kuswali, kwa sababu utupu wake kisheria yule kwenye swala ni sehemu iliyo baina ya kitovu na magoti. Kwa hata mwanamke mjakazi kifua nje naye, lakini sasa hivi hawapo tena. Enzi hizo alipokuwepo ndani ya swala, lakini anaweza kujifungia chumbani akaswali kwa namna hiyo, mwanamke mjakazi. Sio akina nyinyi ni wanawake waungwana, yani mwanamke huru. Nyinyi mna hukumu yenu, tutaona hapo mbele. Lakini vile vile Sheikh akasema wa auratul hurra, na utupu wa mwanamke aliye huru, yani muungwana. Wa auratul hurra, na mwanamke, na utupu wa mwanamke muungwana, yani aliye huru, wale ambao mwanamke ambaye si mtumwa. Kama nyinyi ndio jamii ya wanawake wa sasa mnaonisikiliza. Fi salati, katika swala. Jamii badaniha, mwili wake wote ni utupu. Jamii badaniha, mwili wake wote ni utupu. Si walwaji, isipokuwa uso, wal kafain, na viganja viwili. Mwanamke, wewe unanisikiliza, unaitwa al-hurra, mwanamke huru muungwana. Wewe utupu wako ni mwili wote. Unapoingia kwenye swala, mwili wote ufunike isipokuwa uso na viganja viwili. Hata nguo yako ijitahidi ishuke chini
ili miguu yako isionekane iwe imefunikwa. Kwa hiyo mwanamke ndio unavyotakiwa kwenye swala. Ikiwa utakuwa uko nje mwili wako, miguu yako iko nje, au hujajistiri vizuri, wewe hujaacha viganja na uso tu, ni zaidi ya hapo hujajistiri, basi wewe kisheria utakuwa uko uchi na swala yako itakuwa imekosa sharti. Maana tutaona tumeona miongoni mwa masharti ya swala ni satrul aura, kustiri utupu. Kwa definition ya utupu hapa, wewe utakuwa hujistiri utupu, umekosa sharti, swala yako itakuwa imebatilika, haipo. Naam, akasema wa auratul hurrati, na utupu wa mwanamke muungwana, huyo mwanamke huru, wal amati, mwanamke kijakazi, mwanamke mjakazi, yule mtumwa, anasema inda al ajanibi, mbele za wanaume wa kando. Kule katuambia hukumu ya swala. Hukumu ya swala, mwanamke mjakazi yule mtumwa tulimuona kwamba yeye ni kama mwanamume, sehemu ile baina ya kitovu na magoti tu ndio atakiwa asitiri, ndio utupu. Na huyu ambaye ni mwanamke huru tukamuona kwamba yeye ni mwili wote isipokuwa uso na viganja viwili, ndio sio utupu. Lakini hapa tunaangalia auratul hurra, utupu wa mwanamke muungwana, mwanamke huru, wal amati, na mwanamke mjakazi, inda al ajanibi, mbele ya wanaume wa kando. Yuko mbele ya wanaume wengine, je, yule mjakazi pia itakuwa sehemu ile baina ya kitovu na magoti tu? Hapana, mbele ya wanaume wa kando hukumu yake ni tofauti. Uwe muungwana, mwanamke huru na mjakazi, katika kipengele cha mbele ya wanaume wa kando, utupu wao ni nini? Jami'ul badani, mwili wote. Jami'ul badani, mwili wote. Wa inda maharimihima, na mbele ya maharumu zao. Tukisema maharumu zao ni wale ambao kisheria hawawezi kuoa baba yake, baba yake, kaka yake. Lakini kaka gani? Kaka yule ambaye baba mmoja mama mmoja, au kaka baba mmoja, au kaka mama mmoja. Siku hizi kuna sheria na utaratibu, mtu kaka yake pengine mtoto wa ami yake anamchukulia kwamba ni kakaangu huyu, anaweza kujiachia kichwa wazi akakaa pale na ni mkubwa bale kabisa. Hiyo sheria itakuwa na kuhukumu na kaa uchi. Hujisitiri, pengine analelewa ndani ya nyumba yenu, unajiachia. Kuna watu mpaka mashemeji zao hawana staha nao. Wengine hata kupeana mikono na peana, shemeji yangu huyu. Shemeji gani? Shemeji huyo anakutoa udhu, shemeji huyo pia ukikaa kichwa wazi mbele yake tayari ni hukumu kisheria, unapata dhambi. Kwa wainda maharimihima, na mbele ya maharumu zao. Maharumu ni wale watu ambao kisheria hawawezi kukuoa. Mbele zao hawa wanisa na wanawake wenzao, mabaina suratu rukba, ni sehemu ile baina ya kitovu na magoti, ndio utupu mbele zao hawa maharumu. Na mbele ya wanawake wenzako basi unaweza kujiachia ukawa sehemu ile baina ya kitovu na magoti, na hukumu ikawa haijakuhukumu sheria, ukawa hujapata madhambi. Kwa hiyo hilo nilikuwa naliweka wazi. Tumeangalia hapo, kama itakuwa kuna sehemu tujafahamu basi tunaweza kuuliza kwenye group letu kuhusiana na hizi aura tupu na sheria. Atakiwa mtu ajihifadhi, asijiachie kichwa wazi au mwili wake au mikono yake. Tunavaa mikono mifupi siku hizi, mtu anafika anakofika nguo yake mikono mifupi, au anatoa nywele nje. Jamani, hii sheria itakuhukumu. Sio kwa nywele umetia dawa au nywele zako ni za singa tena ukawa wewe unaziacha wazi kwa kisingizio utakuonesha, utakuja kuhukumiwa, kwa sababu unapata dhambi kuanzia pale watu wanakuona walikuwa hawasiki na hasa kuona mpaka unakofika, na siku ya kiyama itakuwa hukumu juu yako inshallah. Wabillahi tawfiq. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.